Karibu uungane nami kwenye tafakari ya siku ya Alhamisi ya juma la 17 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 47 hadi 53. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia, ufalme wa mbinguni umefanana na wavu uliotupwa baharini unaokusanya samaki wa kila namna. Mfano huu ni wa kuvutia sana, lakini pia unashangaza kwa sababu tukiangalia kwa makini kwa mtazamo wa sheria za uvuvi za sasa, huenda wavu huu ambao Bwana wetu Yesu Kristo anauelezea usingeruhusiwa kutumika. Kwa nini? Kwa sababu unavua kila aina ya samaki, samaki wakubwa na wale ambao ni wadogo, wanaofaa kwa ajili ya matumizi na wale ambao hawafai kabisa. Leo mamlaka nyingi za uvuvi huzuia kuvua samaki wadogo ili kuwapa nafasi ya kukua na pia kulinda mazingira. Lakini Yesu hakuwa anafundisha mbinu bora za uvuvi wa samaki. Hakuwa anatoa somo la uvuvi wala sheria zozote za baharini. Yesu alikuwa anafunua au anafundisha siri za ufalme wa Mungu. Na siri ya kwanza ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha ni hii: ufalme wa Mungu haumchagui mtu kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu ya kabila, taifa, umri, historia yake au dhambi zake za zamani, bali unamwalika kila mtu. Ndio maana wavu unakusanya samaki wa kila aina. Vivyo hivyo, Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Alikufa msalabani kwa ajili ya wote. Alimemwaga damu yake pale msalabani, sio kwa ajili ya wachache, kwa ajili ya wengi. Kila mmoja wetu amepewa nafasi ya kuwa sehemu ya ufalme wake. Hakuna aliyeachwa nje ya mwaliko wa Mwenyezi Mungu. Lakini Injili haimalizii tu kwenye mwaliko ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kwamba sisi sote tumealikwa. Maana yake baada ya wavu kuvutwa ufukweni, samaki wanatenganishwa. Wazuri wanawekwa kwenye vyombo kwa ajili ya matumizi na wale wasiofaa basi wanatupwa. Hapo ndipo Yesu anatufundisha ukweli mwingine wa ufalme wake, kwamba si kila aliyealikwa ataurithi ufalme wa Mungu. Kuingia katika ufalme ni zawadi ya Mungu, lakini kuurithi kunahitaji kuishi kadiri ya maisha ya ufalme huo. Je, sera za ufalme wa Mungu ni zipi? Tuishi maisha gani ili basi tustahilishwe kuurithi ufalme wa Mungu? Sera ziko nyingi, lakini kwanza ni kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Unatakiwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza, kuwapenda jirani kama unavyojipenda, kuishi kadiri ya ukweli na uaminifu, kusamehe kama Mwenyezi Mungu anavyotusamehe, kuwa na huruma kwa maskini, wagonjwa na wanaoteseka, kuepuka dhambi na pia kufanya toba pale ambapo unaanguka katika dhambi, kuishi kwa unyenyekevu, kuishi kwa haki, kuishi usafi wa moyo, kudumu katika sala na kutii mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hizi ndizo sera za kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Kumbe ufalme wa Mungu si maneno tu, bali ni maisha ya kila siku. Bwana wetu Yesu Kristo anamalizia sehemu hii ya maandiko matakatifu kwa kutukumbusha kuwa kutakuwepo na siku ya hukumu. Kutakuwa na siku ya kutenganisha samaki. Hiyo si hadithi, bali ni ukweli wa imani yetu kwamba hiyo siku inakuja, siku ya hukumu, ya kutenganisha samaki wanaofaa na wale ambao hawafai. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo
hasemi haya ili kutuogopesha. Mungu kama tunavyofahamu hafurahii kuona mtu anaangamia. Anatupa onyo hili kwa sababu anatupenda. Anataka tujiandae mapema. Anataka kila mmoja wetu akutwe akiwa anastahili kwenye siku hiyo itakapofika. Kwa hiyo tusiishi tukisema mimi tayari nimebatizwa, ninakwenda kanisani, basi inatosha kwamba nitaurithi ufalme wa Mungu. Hapana. Swali linakuja, je, maisha yangu yanaendana na sera za ufalme wa Mungu? Kila siku ndugu zangu, ni nafasi mpya ya kubadilika. Kila siku ni nafasi ya kutubu. Kila siku ni nafasi ya kuishi kama mwana au binti wa ufalme wa Mungu. Leo Yesu anatualika tusifurahie tu kwamba tumeingia ndani ya wavu wa ufalme wake, bali tuhakikishe kwamba maisha yetu yanatufanya tuhesabiwe miongoni mwa wale watakaobaki siku ya kutenganisha samaki. Kwamba tusifurahie tu kwamba ufalme wa Mungu unamwalika kila mtu awe samaki anaofaa au asiyofaa. Hapana. Kuna ile siku itafika ambapo wale wasiofaa watatupwa pembeni. Kwa hiyo ni muda wa sisi kujitathmini na kuangalia, je, ninaishi kadiri ya sera za ufalme wa Mungu? Siku hiyo itakapofika, mimi nitakuwa sawa na wale samaki wanaofaa au nitakuwa sawa na wale samaki ambao hawafai? Basi Bwana atupe neema ya kuishi kwa uaminifu, kuishi upendo mtakatifu, ili siku ya hukumu tusisikie hukumu ya kukataliwa, bali tusikie maneno yale yenye faraja ambayo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anatuambia, njooni urithini ufalme mlioandaliwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia muda huu ambao anatupatia tuweze kuutumia vizuri, ili tuweze kuishi kadiri ya sera za ufalme wa Mungu, ambao ufalme huo unamualika kila mmoja, lakini tunapaswa kuishi kadiri ya sera ya ufalme wa Mungu. Mwenyezi Mungu atusaidie na atupe nguvu, atupe hekima ya busara ya kuweza kuishi kadiri ya mapenzi yake. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.